Israel inajiandaa na mashambulizi ya ardhini, mashambulizi ambayo yanaweza kusababisha idadi kubwa ya majeruhi, mafanikio ambayo hayapaswi kuchukuliwa kwa nafasi. Kwa mujibu wa mchambuzi wa usalama wa kimataifa Yusuf Al-Barda, Israel itajaribu kuwasambaratisha Hamas na kuwahamisha raia, lakini hali halisi ya mambo nchini humo sio rahisi. Al-Barda aliambia Al Jazeera, Hamas inakadiriwa kuwashikilia mateka zaidi ya 100 katika ukanda wa Gaza na huenda wakafanikiwa kuwateka wanajeshi wa Israel wakati wa vita ambavyo vinaendelea. Mchambuzi huyo amesema hapo awali Israel imeamuru wakazi milioni 1.1 kuondoka kaskazini mwa ukanda huo kabla ya mashambulizi ya ardhini, kudai kuwa watu milioni 1.1 wanaweza kuhama kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ni rahisi kusema, lakini ni vigumu kufanya hivyo kwa sababu ya ukosefu wa mafuta, umeme, Al-Barda alisema, huku akiongeza kuwa baadhi yao wanaweza kuunga mkono Hamasi wakati wa mapigano ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Lakini kwa upande wa athari za kibinadamu ambazo zinaendelea kutokea katika vita hivi ni pamoja na Wapalestina 1900 ambao wameuawa na wengine 7696 kujeruhiwa katika mashambulizi ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Idadi ya watu waliouawa nchini Israel imefikia 1300 huku 3400 wakijeruhiwa. Lakini kwa upande wa zoezi la kuhamisha kwa lazima maelfu ya watu linaendelea kaskazini mwa Gaza katika kile ambacho kinaelezwa na waangalizi wa haki za kibinadamu kama uhalifu wa kivita. Diplomasia na mwitikio wa kimataifa, ikulu ya White House imesema haijaona dalili zozote kwamba wahusika wengine wanafikiria kujiunga na kupanua mzozo huo. Kwa upande wa Saudi Arabia, inaweka mipango ambayo inayoungwa mkono na Marekani ya kurejesha uhusiano na Israel. Ni ripoti ambazo zinaendelea kutokea kule Israel pamoja na vikundi vya Hamasi katika mapigano yao ambayo yanaendelea, vita ambavyo vinaendelea kati ya pande hizi mbili. Nini ambacho kinaendelea kutokea? Tuendelea kukuwasilishia kupitia hapa kwenye channel zetu za Tabora 24 Media pamoja na ZVP Online TV. Mimi naitwa Mano.